Fungua kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 4 mpaka wa 8. Somo linasema kupokea nguvu. Duniani kote wanaomiliki na kutawala ni wenye nguvu. Haijalishi nguvu aina gani, ni wenye nguvu. Lakini nataka nikwambie wanaomiliki na kutawala ni wenye nguvu za Mungu Roho Mtakatifu. Ya Yesu baada ya kufufuka, nini ambacho alikifanya kabla hajapaa? Alipokuwa amekutana nao, akawaambia wasitoke kwanza Yerusalemu. Alafu akawaelezea ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, lakini ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku chache. Na mimi nakwambia baada ya muda si mrefu nguvu itashuka na kitaeleweka tu katika jina la Yesu aliye hai. Teofilo anaambiwa kwamba walipokutana naye Yesu akiwa ametoka kwenye moyo wa nchi, akawaambia wanafunzi wake, msitoke kwanza Yerusalemu, kaeni subirini ahadi ya Baba ambao mlisikia kwangu. Yohana alibatiza kwa maji, lakini mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku chache. Mstari wa 6 wanamuuliza swali, je, huu ni wakati wa wewe kuwarudisha Israeli utawala? Walichokuwa wanawaza kumiliki na kutawala, wanawaza uongozi, wanawaza kuwa wakuu wa mikoa au kuwa wakuu wa wilaya. Lakini Yesu akawaambia kupitia kinywa cha huyu Dr. Luka, anasema akawaambia, si kazi yenu kujua wakati na majira ambayo Baba ameyawekea. Maana kama mnataka kumiliki na kutawala, ni lazima kwanza mpokee nguvu. Kuja kukwambia ni magari ya majira ya wakati wa Mungu Roho Mtakatifu kumiliki mahali hapa. Hakuna lango la kuzimu ambao litabaki, wala shetani atabaki. Ninaona katika ulimwengu wa roho kuna kitu kinakwenda kutendeka. Hii nguvu inaweza kushinda nguvu zote. Hii nguvu inashinda nguvu zote. Saidie kusema amina kama unanielewa. Jamani, amina, 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 amina. Haleluya, haleluya. Nasema kwa habari ya nguvu, ili mmiliki na kutawala lazima mjae nguvu. Ili muweze kuwa mashahidi lazima mjae nguvu. Kwa nini nguvu? Na nguvu anaielezea hapa sio nguvu ya ugali na matembele, sio nguvu ya kitimoto na ndizi 12, sio nguvu ya ugali wa dona. Ni nguvu ya Mungu Roho Mtakatifu inayotenda kazi ndani ya mtu na kumfanya mtu kuwa mtu mwingine. Saidie kusema amina kama unanielewa.